Rais wa Venezuela ndugu Nicolas Maduro ametangaza rasmi kuwa ametia saini ya makubaliano ama mkataba wa ushirikiano wa kiintelijensia na urafiki kati ya Venezuela na Urusi ambao utadumu kwa kipindi cha miaka 10. Tangazo hili lilitolewa kupitia matangazo ya moja kwa moja ya televisheni ya taifa ya Venezuela. Maduro alisema kuwa mkataba huo ni hatua muhimu sana katika kuimarisha uhusiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili ambao umejengwa juu ya misingi ya kuheshimiana, ushirikiano wa kiuchumi, kijeshi na kisiasa. Alibainisha kuwa tukio la kusaini mkataba huu limepangwa kwa makusudi kuambatana na siku ya kuzaliwa ya rais wa Urusi ndugu Vladimir Putin, kama ishara ya heshima na urafiki wa karibu uliopo kati ya viongozi hao wawili. Kupitia mkataba huu, Venezuela na Urusi zimekubaliana kushirikiana katika sekta mbalimbali ikiwemo ulinzi na teknolojia ya jeshi, nishati, mafuta, kilimo, elimu pamoja na afya. Aidha, nchi hizo zitaanzisha miradi ya pamoja ya kiuchumi na uwekezaji unaolenga kupunguza utegemezi kwa mataifa magharibi na kuimarisha uchumi wa ndani. Aidha, Rais Maduro alisema kuwa makubaliano haya yanawakilisha sura mpya ya urafiki wa kimkakati na ni ushahidi wa kuwa dunia inashuhudia mpangilio mpya wa nguvu za kisiasa unaojengwa nje ya ushawishi wa Marekani na washirika wake. Wakati huo huo, serikali ya Urusi kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imekaribisha hatua hiyo, ikisema kuwa uhusiano wa Venezuela ni wa kimkakati wa muda mrefu na wenye manufaa kwa pande zote mbili. Wachambuzi wa kimataifa wameeleza kuwa huu ni ujumbe wa kisiasa wenye uzito mkubwa unaoashiria kuendelea kwa ushirikiano wa mataifa yanayopinga sera za Magharibi, hasa katika kipindi hichi ambapo mvutano kati ya Urusi na nchi za NATO umeendelea kuongezeka. Kwa sasa Venezuela inatarajiwa kuwa moja ya washirika muhimu zaidi wa Urusi katika bara la Amerika ya Kusini, ikijiunga na mataifa kama Cuba na Nicaragua katika kuimarisha kambi ya ushirikiano wa Eurasia ya ndani ya Latini Amerika. Ni hatua inayotazamwa kama ishara ya ujasiri wa Maduro katika kuendelea kuilinda sera ya kujitegemea na kupinga vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani, huku akijenga daraja jipya la ushirikiano na Urusi kwa miaka 10 ijayo.